Majina yangu naitwa Askofu Josephat Robert Magumba. Kwa neema ya Mungu ni mwenyekiti wa Umoja wa Makanisa katika jiji la Mwanza. Na tunapozungumza Umoja wa Makanisa katika jiji la Mwanza, tunaunganisha mabaraza makuu manne. Baraza la kwanza ni la CPCT kwa maana ya Wapentekoste, lakini baraza la pili ni TEC kwa maana ya Roman Catholic, na baraza la tatu ni CCT kwa maana ya makanisa ya Kiinjili kama AIC, kama Lutheran, Mennonite, makanisa ya Baptisti na mengineo yenye mlango huo. Lakini pia mwisho ni SDA. Kwa mimi kwa neema ya Mungu ndio mwenyekiti. Lakini nashukuru Mungu pia nimepata neema, mimi ni katibu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania katika mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa nafasi hii ya leo. Hapa tukiangalia hapa tunalo kongamano kubwa ambao tunaliandaa. Ndugu mwandishi, nafikiri umekuta tuna kamati zetu hapo ndani. Tunaandaa kongamano kubwa sana la neno la Mungu ambao itafanyika hapa kanisa la DIM kwa Bishop Festo Benjamin hapa Nyakato Gederi. Kongamano hili litahusisha watumishi wa Mungu mbalimbali katika jiji la Mwanza. Kwa haya yote ni maandalizi ya kuandaa watumishi wa Mungu kwa maana ya maaskofu, kwa maana ya wachungaji, kwa maana ya wainjilisti, kwa maana ya mitume, manabii, mashemasi, wazee wa kanisa na viongozi wa idara mbalimbali katika kanisa. Tunao watumishi wa Mungu ambao watatoka Marekani mnamo tarehe 28 na tarehe 29 ya mwezi wa 7. Maana ya wiki ijayo tu Jumanne tutakuwepo hapa. Hapa ile eneo lote tunaliona mwandishi litakuwa limejaa watu. Tukusudia kuwa na watu 500 ambao tutakutanishwa kwa pamoja na tutakuwa tunafundishwa. Watumishi wa Mungu tuna tabia moja ya kufunzwa ili kupata ufahamu mkubwa kwa habari ya neno. Kwa mfano, kongamano hili linaongelea hasa kwa habari ya viongozi wa kanisa. Kama kiongozi unapaswa kufanya nini? Na unajua mtu mmoja anaitwa John Maxwell aliwahi kusema neno moja hivi: kuinuka na kuanguka kwa chochote hutegemea na uongozi. Ukiona nchi imeyumba, ukiona au jahazi limeyumba, ujue uongozi ndio hauko imara. Uongozi unapoimarishwa kupitia mafundisho ya makongamano na watumishi wa Mungu wengine ambao pia tunaona kama vile wanatuzidi labda ufahamu, wanatuletea maarifa mengine mapya ili atusaidie namna ya kuongoza, mwisho wa siku kanisa itakuwa na mwelekeo mzuri wa namna ya kuendesha makanisa yetu. Kwa maana tunahitaji viongozi wote waweze kuja. Na mimi kama mwenyekiti natoa wito kwao kwamba wasipuuze kwenye kongamano hili, waweze kuja ili tujumuike, tujifunze mambo mbalimbali ambayo yatakuwepo. Na kutokea hapo watapata ufahamu mkubwa na hata kanisa itakuwa vizuri. Mimi nafikiri mambo ya uongozi sio tu kanisa. Nchi inapokuwa na viongozi wazuri inafanya vizuri. Msikiti unapokuwa na viongozi wazuri unafanya vizuri. Na chochote, hata klabu iwe ya mpira au klabu ya watu wamekubaliana mambo fulani fulani, wanapokuja kwa pamoja kama klabu lazima kuwe na uongozi mzuri au imara. Hasa sisi kazi yetu ni kutrain viongozi, na ndio hili kongamano ambalo tuliandaa, kongamano kubwa la watu 500 katika mji wetu wa Mwanza. Watakula hapa, chakula tunaandaa, watapata nauli hapa. Kwa hiyo ina maana ni kongamano kubwa la aina yake. Na ningependa kuwaomba tu wale watazamaji wanatutazama wasipange kukosa. Ni hapa tu Gederi, unashukia National hapa Gederi tu, hapa karibu na shule ya msingi. Unauliza kanisa lile lenye vioo zuri kabisa ambalo ndio ni kanisa jipya. Ukija hapa basi utapata maarifa yote hayo ambayo nayazungumza utayapata kwenye kongamano hilo. Yesu alisema neno moja hivi: mtu akija kwako ana njaa, usimwambie kaote moto, mpe chakula. Chakula kipatikana kwa kupata tu. Chakula kinapatikana kwa kufanya kazi. Ezo umelima au umefanya kazi au biashara mahali, then sasa hiyo ndio unaleta, ndio watu wanakuwa na kitu cha kupata. Kwa hiyo kongamano hili linaunganisha pia hata watu wengine ambao sio viongozi. Kwa kongamano hilo tunaye Bishop Festo Benjamin hapa ambaye ni askofu wa kanisa hili hapa. Kwa yeye ndio atakuwepo kama mgeni, lakini pia tunao wageni kutoka Amerika. Mimi naomba tu wale ambao wanatutazama, kwanza ni kualika hasa wakazi wa Mwanza na viunga vyake, kualika waje kwenye kongamano hilo wasikose. Naamini watakavyokuja sivyo ambavyo watatoka. Kuna maarifa watayapata ambayo hawatasahau, kwa sababu mtumishi wa Mungu yule ambaye anakuja na unamfahamu, yuko very good, yuko very well equipped na ana maarifa makubwa ambayo angependa kuyaachia yale maarifa kwa viongozi hawa walioko chini. Asante.